Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Mchezo wa klabu ya Simba dhidi ya klabu ya Pamba Jiji umetamatika katika dimba la KMC Complex na klabu ya Simba imeibuka na ushindi wa mabao 5-1. Lakini kuna tukio moja ambalo limetokea, limewashangaza watu wengi. Mchezaji wa Pamba kupewa kadi nyekundu huku watu wasijue sababu. Basi katika video utakwenda kufahamu sababu ambayo imepelekea mwamuzi Shomari Lawi kumpiga kadi nyekundu mchezaji mmoja wa klabu ya Pamba. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya subscribe ili mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media na bila kupoteza muda. Mchezo kwanza wa klabu ya Simba dhidi ya Pamba umetamatika na mchezaji wa Simba Jean Chalewa amefunga mabao 3. Hivyo moja kwa moja amejikita zaidi kileleni katika msimamo wa ufungaji bora ligi kuu nchini Tanzania kwa maana NBC Premier League akiwa na mabao 15, huku wa pili akiwa ni Clement Mzize, yeye akiwa na mabao 13. Lakini pia mchezaji wa tatu ni Lionel Ateba Mbida na mabao 12 sambamba na Prince Mpumelelo Dube, wote na mabao 12. Sasa basi katika upande wa kinyang'anyiro cha kiatu mambo ndio yako hivyo. Lakini pia katika upande wa clean sheet Musa Kamara anazo clean sheet 16, huku katika upande wa Djigui Diarra mchezaji wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans yeye anazo clean sheet 14. Hivyo Kamara amemzidi clean sheet 2 tu Djigui Diarra. Lakini pia mtazamaji Bongo Super Media, sababu ambayo imepelekea mchezaji yule kupewa kadi nyekundu ni kwa sababu ametoa maneno yasiyo mazuri kwa referee mara baada ya mchezaji wa klabu ya Simba Eli Mpanzu Kibisawala kuchezewa madhambi. Hivyo mchezaji akaona ya kwamba yale madhambi hayakupaswa refa apulize filimbi, hivyo akaanza kujibishana na refa, wakaongea maneno mengi. Hivyo refa akaona isiwe tabu, wacha ni muadhibu, ndipo akatoa kadi nyekundu dakika za mwisho kabisa, zikiwa ni dakika za nyongeza. Mchezaji yeye mwenyewe amejitekea kadi. Mwamuzi Shomari Lawi alimpa kadi nyekundu na mchezaji aliondoka bila hata kulalamika, akijutia makosa yake. Wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na mustakabali wa ligi ya Tanzania hivi sasa? Je, mchezo wa dabi utachezwa ama hautochezwa? Sababu ndio mchezo wa mwisho ambao watu wengi wanaosubiri ili uweze kuamua nani atanyakua kombe msimu huu. Lakini pia unaona kati ya Mzize, Dube au Ateba nani atakuja kuwa mfungaji bora wa msimu huu? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comments.